Haya, tuangalie jambo moja hapa ambalo pengine linaweza likatusaidia katika namna ya kufikiri. Hapa duniani kuna watu aina mbili, wanaomtegemea Mungu wa kweli na wale wanaomtegemea shetani. Kwa wale wanaomtegemea Mungu, tunaona kabisa kwamba ili upate baraka za kimungu lazima inaende katika njia zake na kuishi kile ambacho Roho Mtakatifu anakuelekeza ukifanya kwa ajili ya kumpendeza Mungu na kupata baraka hizo ambazo pengine Mungu anazikusudia ziwe juu yako. Akikwambia toeni zaka, toeni sadaka, sawa sawa na jinsi ambavyo ametuelekeza katika maandiko yake matakatifu kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati mstari wa 28, Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 8 pale, lakini na ile sura 8 na vitabu vingine ambavyo vinatuhimiza kufanya hivyo. Tukienenda sawa sawa tunapata kula mema ya Bwana ama kuyapokea yaliyo mema kutoka kwa Bwana. Na tunapokuwa kinyume na hayo, ndicho tunachokuja ukipata kwenye Kumbukumbu la Torati hiyo 28 kuanzia mstari wa 10 na kuendelea. Ukiwa kinyume na yale ambayo Bwana ameyatarajia yawe kwako, utapata matokeo ya upande huu ambao unasoma kuanzia mstari wa 10 na kwenda chini huko. Lakini kwa yule ambaye yuko kwenye mlango mwingine ama mlengo mwingine wa nguvu za giza, akitumainia shetani kuwa ndiye ambaye anaweza kumfanikisha ama ndiye aliyemfanikisha, kwa sababu hata shetani anamfanikisha, kwa sababu hata shetani mwenyewe pia anazijua njia ambazo Mungu alikuwa anazitumia, kwa sababu shetani tunaambiwa alikuwa ni malaika ambaye kila kitu alikuwa anakifanya kwa mfumo wa kimungu. Wewe ni sawa na mtoto umekuwa naye, umeishi naye miaka yote kwenye nyumba ambayo umejenga, amekulia humo, ashindwe kujua funguo umekuwa umetunza wapi, ashindwe kujua hiki chumba alikuwa kina nini, hapa tulikuwa tunaweka nini. Kwa hiyo shetani anavijua vitu vingi ambavyo ni vya kimungu, na ndivyo anavyovitumia kwa ajili ya kuwazubaisha watu ambao wanafikiri kwamba Mungu hawezi kubariki, wakashindwa kufahamu kwamba shetani amenyofoa tu vile ambavyo pengine alikuwa anavijua, lakini kuna siri zingine hazijui. Ndio maana kuna vitu vingine shetani hawezi kuifanya, kama kumuumba mwanadamu. Nani mwanadamu aliyewahi kuumbwa na shetani? Hayupo. Sasa kitu ambacho nataka nikufikirisha ni kwamba wale ambao wako kwenye mlengo wa shetani na wanategemea kuvuna mema hapa duniani, na kisha wanasema tutaenda kula na mema pengine huko mbinguni au wapi huko anakofikiri. Biblia kwenye maandiko matakatifu kupitia kile kitabu cha Mhubiri ile sura 9 mstari wa 10 nasema hivi: lolote ufanyalo lifanye katika kwa nguvu zako zote, katika utimilifu, katika uweza wako wote wa juu, na katika yani fanya kana kwamba utakuja kuvifanya tena. Kwa sababu gani? Inatuambia maandiko, yanatuambia kwamba hakuna utakaloweza kulifanya huko uendako wapi? Kuzimu. Mtu ambaye yuko nje ya misingi ya kimungu, sehemu yake baada ya maisha yake hapa duniani, tarajio lake ni wapi? Ni kuzimu. Kuzimu hakutakuwepo kwamba nilikuwa namiliki fedha, nilikuwa ni fundi sijui nini, natengeneza hiki na hiki na hiki na hiki. Wakati uko kwenye njia ya kuzimu kule, hakutakuwepo na hiyo nafasi tena ya kwamba utamiliki hiki, utatengeneza hiki, utakuwa na maarifa haya. Badala yake kule utakuwa ni mtumwa wa kutumikia kile ulichokipanda hapa duniani. Kwa hiyo ni uchaguzi wako kwamba amua moja leo. Mtumikie Mungu, ule maisha mema hapa duniani na kisha uzima wa milele. Mtumikie shetani, ule maisha yako ambayo unafikiri ni sawa, baada ya hapo upate uangamivu wa nafsi yako na roho yako kuzimu, jehanamu ya moto. Chagua wewe, maamuzi unayo wewe, na mimi sihitaji kukubembeleza, kwa sababu hata Yesu mwenyewe hakubembeleza watu. Aliwaambia, kama unataka kunifuata, beba msalaba wako nifuate. Hakusema nitwishe basi mimi basi twisha, leta na hilo ni bebe, leta na hilo Kuna sehemu aliwaona hapa tunaanza kubembelezana kana kwamba unaenda kunufaisha mimi ukiingia mbinguni, kwamba naenda kufaidika mimi hapa. Maamuzi unayo wewe.
kwa ajili yako, kwa ajili ya uzao wako, kwa ajili ya ndugu zako. Tafute Mungu, ule mema duniani na mbinguni uzima wa milele. Umtumikie shetani, upate vibaraka vyake hapa duniani, kisha uteketee milele. Maamuzi na wewe, na Mungu akubariki uwe na maisha marefu katika Kristo Yesu. Sema amen.